Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa, kama tulivyoanza tangu asubuhi, tunaadhimisha si kifo, tunaadhimisha uhai wa karama. Kama Francisco hadithi yake ingeishia tarehe 3 Oktoba mwaka 1226, hatungekuwepo leo na hatungeadhimisha. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu karama hiyo imezaa matunda. Na tuseme ukweli, karama ya Francisco imegawanyika kuliko karama nyingine yoyote katika kanisa. Tuseme ni kwa sababu ya utajiri wa kile Francisco alichotaka kuishi. Ndio maana katika historia kukawa na mijadala mingi, kukawa na kutokubaliana kwingi, na familia nyingine zilizaliwa sio kutokana na ugomvi na mtu yoyote, bali kwa sababu kila mara mtu aliona kuna kitu kipya katika karama ile. Kwa mfano, mashirika yote ya masista mliopo hapa na msio kuwepo hapa, unaweza kuuliza mna tofauti gani? Sasa lazima kuwepo tofauti, vinginevyo mngetoweka mara moja. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa matawi yaliyopo ndani ya kanisa ya shirika hilo. Kila tawi linajaribu kueleza kipengele fulani cha karama hiyo pana. Tunaomba huruma ya Mungu pale ambapo maisha yetu hayakuakisi sawasawa ukweli huo. Naomba tuungane na ndugu wa Kapuchini ambao ingawa ilikuwa jana ilikuwa ni siku ya Wakapuchini duniani. Sisi ni reform iliyozaliwa tarehe 3 Julai mwaka, tuseme iliyothibitishwa mwaka ule, mwaka 1528. Kwa hiyo tarehe 3 Julai kila mwaka tunaadhimisha karama ya Kikapuchini. Tunaomba mjiunge nasi kumshukuru Mungu na kuomba nguvu ya kuishi kiaminifu. Tujute dhambi zetu. Na mungamia Mungu Mwenyezi, ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana
Sifa zote ziwe kwako, Ee Mungu, kwa njia ya ndugu yetu Mtakatifu Francisco aliyeishi Injili na kugeuzwa kuwa sura hai ya Kristo. Utuongoze kwa nguvu ya huyo Roho ili tuwe waaminifu kwa Injili na kwa Kristo kwa wakati wote tunaoishi. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Yoshua bin Sila. Katika maisha yake alijenga upya hekalu na kulijengea ngome. Wakati wake kisima cha maji kilichimbwa, hifadhi ya maji kubwa kama bahari. Alifikiria namna ya kuwaokoa watu wasiangamie. Akauimarisha mji kuukinga na mashambulizi. Alikuwa kama nyota ya asubuhi mawinguni. Alikuwa kama mwezi mpevu. Alikuwa kama jua linapoangaza juu ya hekalu la Mungu mkuu. Kama upinde wa mvua unaong'ara katika mawingu. Neno la Bwana. Wewe, Ee Mwenyezi Mungu, ndiwe riziki yangu kuu. Ndiwe riziki yangu kuu. Unilinde Mungu, maana kwako nakimbilia usalama. Namwambia Mungu, wewe u mwana wangu, sina jema lolote ila wewe. Namsifu Mwenyezi Mungu kwa kuniongoza usiku, dhamiri yangu yanionya. Namweka Mwenyezi Mungu mbele yangu daima, yuko pamoja nami wala sitatikisika. Wanionyesha njia ya kufikia uhai, kuwako kwako kwanijaza furaha kamili. Katika mkono wako wa nguvu mna mema ya milele.
kuwapatia. Mimi sitajivunia kamwe chochote isipokuwa msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Maana kwa njia ya msalaba huo ulimwengu umesulubiwa kwangu, nami nimesulubiwa kwa ulimwengu. Kutahiriwa au kutotahiriwa si kitu, cha maana ni kuwa kiumbe kipya. Wanaofuata mwongozo huo nawatakia amani na huruma. Amani na huruma kwa Israeli, watu wa Mungu. Basi sasa mtu yeyote asinisumbue tena, maana alama nilizo nazo mwilini mwangu ni zile za Yesu. Ndugu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi. Amina. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Sehemu ya Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu alisema,
Na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na dunia, maana umewaficha wenye hekima na wenye elimu mambo haya, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, ndivyo ilivyokupendeza. Baba yangu amenikabidhi vitu vyote. Hakuna amjuae mwana ila Baba, wala amjuae Baba ila mwana, na yeyote yule ambaye mwana atapenda kumfunulia. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtatulizwa rohoni mwenu. Maana nira niwapayo mimi ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi. Neno la Bwana. Wangu wapendwa, kwa kuwa tayari tumeshaongea mengi na nadhani mtakuwa mmechoka, mniruhusu niseme machache tu. Katika dunia ya leo ziko hali nyingi zinazoonyesha kwamba watu wengi tunaishi kwenye kitu tunaita identity crisis. Yaani hali ya kutokuwa kile ambacho tunapaswa kuwa. Huenda ikawa kweli kwetu sisi wa Franciscani pia. Kwa mfano, niwaulize labda vijana mlio wengi hapa, mngesemaje wale wa Franciscani? Je, ukiwauliza watu wanaelewa nini juu ya udogo wa Kifransisko? Wanajua? Hata wewe mwenyewe nikikuuliza udogo wa Kifransisko ndio nini? Sio ndugu zangu wa convention, unaweza kueleza kidogo kwa neno moja tu? Lakini naweza pia nisijikweze kwa kujifanya. Mwisho wa siku watu wanajua authenticity iko wapi. Wakiangalia matendo yangu, wakilinganisha na kile ninachodai kuwa, wanapata jawabu. Kwa hiyo ninaposhindwa kuishi uhalisia wangu, ninakosa ladha. Hilo ni onyo ambalo Francisco hai, sio Francisco mfu, Francisco ambaye karama yake inazidi kuishi hata miaka 800 baada ya kifo chake, anatualika tujaribu kulitafakari kidogo. Ya yetu ya kwamba sisi ni ndugu wadogo labda haileti maana sana, kwa sababu wanahitaji mifano zaidi. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo ni muhimu sana tulifanyie kazi katika malezi yetu ya msingi na endelevu. Na nikiongea hivyo siongei tu juu ya wale wa utawa wa, na uwe ni mrefomati unaitwa ndugu mdogo mrefomati.